Jambo na karibu Teachkrest, mimi na udha wako Bi Kerubo. Tunataka tufanye mjarabu wa kasi uliofanywa na wanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya upili ya kitaifa ya Kapsabet. Eleza makosa matano yaliyokuwa katika Kiswahili kabla ya kusanifisha. Eleza makosa matano yaliyokuwa katika Kiswahili kabla ya kusanifisha. Naam. Swali ni kwamba ueleze, na kitu kingine lazima ujue kusanifisha ni nini. Tunajua kusanifisha ni kule kusawazisha. Naam, standardization, unasawazisha. Hivyo mambo ambayo yalikuwa katika Kiswahili kabla ya kusanifishwa, moja ni kwamba kulikuwa na hati tofauti. Wengine walikuwa wanatumia Kiarabu, wengine Kirumi, na hivyo ilibidi waweze kusawazisha ili waweze kuelewana. Jambo lingine ni kuwa kulikuwa na lahaja nyingi, pakiwepo Chimeni, Chichifundi, Kipate, Kiamu, na haya yaliweza kutinga mawasiliano. Hivyo pakawa na haja ya kusawazisha lahaja. Na tunapata kwamba kulikuwa na kile Kiunguja na Kiamu, na mwishowe tukaamua kwenda na Kiamu. Jambo lingine, kulikuwa na tofauti za kisintaksia katika sentensi. Naam, ule mtindo wa sentensi ulivyokuwa ukienda ulikuwa unatofautiana, na hivyo ilibidi pawe na njia moja ya kusawazisha Kiswahili. Ndiposa tunasema kwamba kwa sentensi ya Kiswahili pana kundi nomino kisha kuna kikundi tenzi, na kundi nomino huwa na nomino au kiwakilishi chake na maneno kama vile kivumishi. Kisha ukiingia kwa kundi tenzi utapata kitenzi ndilo neno kuu, kisha linaweza kufuatwa na vielezi na maneno mengine. Pia sauti zilitofautiana sana, na hivyo pakawa na haja ya kusanifisha Kiswahili. Haya ni baadhi ya makosa yaliyokuwa katika Kiswahili ya kusanifishwa. Fafanua sababu 5 za kusanifisha Kiswahili. Sababu za kusanifisha Kiswahili: moja ni kuwezesha kuwepo kwa mawasiliano ya moja kwa moja kwa shughuli za kawaida. Nyingine ni haja ya kuwa na lugha rasmi ambayo itatumiwa katika shughuli rasmi, kwa mfano kama ni shuleni, bungeni na kadhalika. Nyingine ni haja ya kuchapisha vitabu vya kiada na ziada. Sababu nyingine ni haja ya kutafsiri Biblia, kamusi, hata ikikumbuka kwamba wakati huo kulikuwa na dini ambazo zilikuwa zinasambazwa, hivyo palikuwa na haja ya kutaka kutafsiri vitabu vitakatifu. Nyingine ni haja ya kuwa na lugha msingi ambayo ingefunzwa katika shule, na ambayo pia ingekuwa ndio mfumo wa kupasha elimu. Hadi wakati mwingine, nimekuwa na udha wako Bi Kerubo. Zidi kusubscribe, kushare na kulike, na pia weza kutuma ujumbe hapo kwenye comment section ili tuweze kuwasiliana. Kwaherini.